Wapendwa wana familia ya Mungu, leo tunaadhimisha sherehe ya moyo mtakatifu wa Yesu. Moyo ni kitu gani? Moyo ni alama ya mapendo. Tunapoadhimisha sherehe hii, tunakumbuka na kumshukuru Mungu kwa mapendo yake yasiyo na kifani, yasiyo na upeo, yasiyo na mipaka. Yeye alitupenda sisi mpaka upeo, mpaka akatufia msalabani. Msalabani, moyo huu ulifunguliwa kwa kuchomwa mkuki, na kwa hiyo kwetu sisi moyo huu wazi na ni chemchemi ya neema na baraka zote. Tunaposherehekea sherehe hii ya moyo mtakatifu wa Yesu, tunaalikwa tujiulize, je, moyo wako ukoje? Unalingana na moyo wa Yesu? Mwishoni mwa litania ya moyo mtakatifu wa Yesu, kiongozi anasali: Yesu mwenye moyo mpole na mnyenyekevu. Tunaitikia, je, uzilinganishe nyoyo zetu na moyo wako. Hii iwe sala yako, iwe sala yangu, iwe sala yetu sote, kumwomba Bwana Yesu alinganishe nyoyo zetu na moyo wake. Wahenga wetu wamesema kutoa ni moyo, si utajiri. Wameendelea kusema kutoa ni moyo, mikono huachilia. Na watakatifu wengine wa siku hizi wametuambia. Mama Teresa wa Calcutta, India, anasema moyo wa kutoa hautegemei kiasi cha pesa ulicho nacho benkini au mfukoni, bali kinategemea na ulicho nacho moyoni. Mwisho kunukuu. Mtakatifu Mama Teresa wa Calcutta, India, anasema moyo wa kutoa hautegemei ulicho nacho mfukoni, bali ulicho nacho moyoni. Na Papa Francisco alizoea kusema, na nukuu, hakuna aliye tajiri sana akose cha kupokea, na hakuna aliye maskini sana akose cha kutoa. Mwisho kunukuu. Huo ndio moyo. Nimeshawahi kusikia mtu mmoja anataja aina za mioyo.
bado mnakumbuka, alitaja kwamba kuna aina 3 za mioyo. Aina 3 za mioyo. Moyo, aina ya kwanza ya moyo ni ule moyo wa nazi, ekimeshi. Aina ya pili ya moyo ni moyo wa sifongo, na aina ya 3 ya moyo ni moyo wa sega la asali. Hiyo mioyo yukoje? Inafananaje? Hebu tufanye tafakari. Kwanza tutafakari moyo wa nazi, ekimeshi. Nazi ni tunda la mnazi lililozungukwa na ganda gumu. Ni tunda lenye maji na nyama nyeupe ndani ya kifuu. Ukitaka kupata chochote kutoka nazi, unatumia nguvu ya ziada, kubembelezi kupata kilichomo ndani. Unalazimisha kwa kupiga kwa nyundo au jiwe, na ukisha piga, nazi linapasuka. Na linapopasuka unapata nini? Kwanza unapata cheche za ganda gumu, kisha unatoa kilichomo ndani. Hasa ukibatika utapata maji kama yatamwagika, na kubakiza nyama nyeupe ambayo imeganda kwenye ganda, ambayo utaipata kwa kuikwangua toka kwenye ganda lake. Bado nazi inagangana na nyama pale, haipendi kutoa. Kwa hiyo inabidi kufanya nini? Utafute kisu au msumari au kucha mgumu, ukwangue hiyo nyama uweze kuipata. Mtu mwenye moyo wa nazi ana moyo mgumu wa kutoa na kujitoa. Mtu mwenye moyo wa nazi ni mbinafsi, ni mchoyo, ni mtu anayetoa kwa huzuni au kwa kulazimishwa. Anapolazimishwa, kwanza naye anatoa cheche za matusi na makufuru na hoja haramu kwamba uchumi ni mgumu, pesa zipo, hebu tujipange, kuombaomba kumekuwa kwingi, michango mingi. Cheche hizo anatoa. Mwenye moyo wa nazi ni kama tajiri mpumbavu. Kitaka kuelewa moyo wa nazi, soma Injili ya Luka sura ya 12 aya 13 hadi 21. Mwenye moyo wa nazi hajui hekima hii: sanda hazina mifuko ya kibindoni. Nilijinga, halijui hiyo hekima. Hajui hekima hii: uchi nilikuja duniani, uchi nitaondoka duniani. Soma kitabu cha Ayubu sura ya 1 aya 21. Ni kitu laini kama mayavu chenye tundu na chenye sifa ya kuponyea na kufyonza vitu viowevu kama vile majimaji, mafuta
mchuzi au chafu uliomwagika mezani au sakafuni. Ukitaka kupata chochote kutoka sponji ni lazima uikamue. Kishikia hivi upati, unakamua. Hapo ndio unapata kichomo kwenye sponji. Na kadiri unavyoendelea kuikamua ndivyo unapata zaidi, na hatimaye unaishia kukamua hewa. Na hapo ndio unajua kwamba kichomo kimekwisha. Sponji mara nyingi inapokamuliwa kamwe haikupi vitu safi, inakupa uchafu uliofyonzwa kwenye meza, kwenye sakafu. Inakupa uchafu na uozo. Mara mwingine baada ya kusafisha anatupa, maana ilikuwa nimejaa uchafu. Mwenye moyo wa sponji ni nani? Ni chawa, ni kupe, ni bahili, ni fisadi. Fisadi linafyonza tu, linafyonza mapesa, linarundika kama sufongo. Fisadi ni bahili, linapofyonza linabaki alitoi kama sponji tu. Ni bahili, inabaki kufurahia tu kuona manote yalivyojaa kwenye mapipa, kwenye mitumbwi, kuona tu yalivyojaa benkini kwenye account, kuangalia zinavyoongezeka. Halitoi, inabaki tu kutunisha huko benkini. Sponji, bahili, halitoi. Hapo leo mchango, hebu nisubiri riba kipatikana, halitoi. Mwenye moyo wa sponji ni wacheza kamari na kubeti. Kia zamani michezo ya kubeti, wewe sponji anaendelea kuongeza tu kubeti. Mwenye moyo wa sponji ni mchoyo, anapenda kula peke yake, hashirikishi wengine, mpaka anavimbiwa. Na sponji inapofyonza maji linavimbiwa, linaanza kudondoka tu, linabaki limevimba tu hivyo. Moyo wa sponji ni mlokozi, kibaka, mdanganyifu. Soma kitabu cha Methali sura 20 aya 20 na 23, na kitabu cha nabii Yeremia sura ya 17 aya 11. Mwenye moyo wa sponji akikamuliwa hutoa kwa huzuni. Soma barua ya pili ya Mtume Paulo kwa Korinto sura ya 9 aya 7. Anatoa kwa huzuni, lakini hutoa vitu vichafu, noti chafu. Kama ni sarafu imepondeka hata isomuki. Anatoa nguo chafu zilizochanika na chakavu. Hutoa mazao yaliyooza, nafaka zilizobunguliwa. Anatoa makombo, mifugo iliyolemaa na kugonjeka. Ndivyo anatoa hivyo mwenye moyo wa sponji. Soma kitabu cha nabii Malaki sura ya 1 aya 12 hadi 14. Na anatoa kwa huzuni pesa inayomzidi asiohitaji. Mwenye moyo wa sponji ni mtegemea cha nduguye, hufa masikini. Tuko pamoja hapa?
Mwenye moyo wa sponji ni najisi. Maandiko matakatifu yanasema hivi juu yake, na yanukuu: moyoni mwake utoka mawazo ya uwaji, uzinzi, uasherati, wizi, ushahidi wa uongo na kashfa. Mwisho wa kunukuu. Rejea Injili ya Mathayo sura ya 15 aya 19 na kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 5 aya kwanza hadi 11. Nasema unapokamua sponji natoa vitu vichafu, na huyo mtu mwenye moyo sponji ni hivyo hivyo anatoa. Wakati mwingine sponji inakuwa kavu, si wakati wote inafyonza. Wakati mwingine inakuwa kavu, ikikamuliwa inatoa nini? Hewa. Watu wenye moyo wa sponji kavu ndio wale hutoa hadi hewa. Anajituma, nitatoa 200,000. Nabaki ni hadi kudaiana tu. Nitatoa 10,000,000, mnapiga makofi, hajitoi. Mpaka mnadaiana na mnachoka, mpaka vocha nasema ongeza salio, huko nadai. Moyo ya sponji hiyo, sponji hewa. Naona mjikakamua na suti na gari kubwa hapo, na ile simu nyinyi nahitaji ile ya simu janja. Mnasema hapa kwa kweli tumepata sponji kavu hiyo. Watu wenye sponji kavu ndio hao nimesema utoa bahasha tupu za zawadi. Naona amekuja mipanga kwenye mstari, wote wamekamata kabahasha. Ukifungua jua jaandika jina lake, kitambulisho na simu. Unapofungua ndani hewa, utamkimbiza nani? Naona bahasha tu, mtu bwana na suti hewa. Naona amekuja na kasha kubwa, amelifunga na karatasi za dhahabu. Tena wengine nishawaambia na misuti yao nachezesha hilo kasha la zawadi, kuja kutoa zawadi na misuti yao, zawadi zao. Akakutana na wajanja, fungua uone yaliyomo. Fungua bwana. Wakafungua hewa, walipelemeshwa kwa mawe hapo na masuti yao. Sponji kavu hiyo. Vifurushi vitupu, na ni wale wanaotoa sadaka hewa ndani ya kitunga. Unaona mlolongo mzima anakuja kutoa sadaka hapa na masuti, mtu anafanya hivi, toa ndugu, toa ndugu. Anafika kwenye kibaba ni hivi, anadunisha hewa. Na pengine sponji kavu kianguka kwenye nani inafia nini, inafyonza. Kwa hiyo naweka hiyo hewa, anatoa anakuja kutoa matoleo hapa, anajipanga na walioleta si vitunguu, si maavocado na zawadi nyingine na mwenyewe na mapesa, unaweza mapesa basi pale ataenda nagusa, anakupa hivi kiganja hivi, eti gusa, fungua pale. Mwingine akisema hakuna chochote, hewa, fungua. Unapoisa zawadi unatoa hivi, unaonyesha, anagusa, unatoa hivi, ndivyo unatoa. Maana mkono unaotoa ndio unapokea. Sasa hapa kama unatoa utapokeaje? Utapokeaje hapa? Mkono utoao si unatoa hivi, ndio unapokea. Sasa unatoa hivi, utapokeaje? Wewe sponji kavu. Pole sana. Yaani unajaribia baraka Kwa hiyo hawao moyo wa kutoa ambao ni wa sponji kavu. Sasa jiulize, je, moyo wako ni wa sponji? Debo kwa nde birogo na kukwata. 3,
tutafakari juu ya moyo wa sega la asali. Moyo wa sega la asali. Moyo wa sega la asali ndiyo moyo mtakatifu wa Yesu. Moyo mtakatifu wa Yesu unaangukia hapa sega la asali. Sega la asali ni nini? Sega la asali ni jengo la nyuki lenye vitundu vingi vya pembe sita sita vilivyojengwa kwa nta ambavyo nyuki huwekea asali na watoto wao. Ili uweze kupata asali toka sega la nyuki, huhitaji kukamua sega hilo, bali unabinua sega hilo, na wingi wa utamu unaanza kutiririka na kudondoka, hali ukimfurahisha mlaji, licha ya mlaji huyo kwa adui. Maana alivamia mzinga bila halali, pengine anatumia mota na choma na ni jambazi, lakini bado anaendelea kupewa kilichomo kwenye sega la asali. Mwenye moyo wa sega la asali hutoa alicho nacho. Napenda ninukuu maandiko matakatifu, kadiri alivyoamua kwa moyo na wala si kwa huzuni au kulazimishwa, maana Mungu humpenda yule mwenye kutoa kwa furaha. Mwisho wa kunukuu kutoka barua ya pili ya Mtume Paulo kwa Korinto sura ya 9 aya 7. Mwenye moyo wa sega la asali hutenda wema na kwenda zake, hangoji shukrani. Mwenye moyo wa sega la asali haishii kutoa pesa, mali na vitu. Biblia inasema, na nukuu, nataka utambue utajiri ulio nao unaopaswa kutoa. Na nukuu, ninyi mna kila kitu: imani, uwezo wa kusema, elimu, bidii yote ya kutenda mema na upendo wenu kwetu. Hivyo tunatazamia muwe wakarimu katika huduma hii ya upendo. Mwisho wa kunukuu kutoka barua ya pili ya Mtume Paulo kwa Korinto sura ya 8 aya 7. Biblia inaendelea kusema, na nukuu, hata nikitoa mali yangu yote na kuwapa masikini, kama sina upendo, hiyo hainifai chochote. Mwisho wa kunukuu kutoka barua ya kwanza ya Mtume Paulo kwa Korinto sura 13 aya 3. Mwenye moyo wa sega la asali anatoa kwa furaha zaidi ya mambo 20 au sifa 20 nitazitaja. Sifa ya kwanza, anatoa neno jema kama salamu, shukrani, faraja, kuomba msamaha,
Biblia inasema, na nukuu, neno moja laweza kufaa kuliko zawadi. Neno jema lafaa kuliko zawadi. Mtu mkarimu anavyo vyote viwili. Mwisho wa kunukuu kutoka kitabu cha Sira, sura 18 aya 16 hadi 17. Hapo ndipo Papa Francis anasema, hakuna aliye tajiri sana akose cha kupokea, na hakuna aliye maskini sana akose cha kutoa. Utakuwa tajiri lakini utakuwa maskini kwa faraja. Neno la faraja, na neno la faraja unaweza kupewa na maskini asiye na mapesa, tukafarijika baada ya kukata tamaa kwenda kujiua na utajiri wako. Sifa ya pili, mwenye moyo wa sega la asali anatoa jasho lake katika kuhudumia, katika kutumikia, kujitolea kama punda bila kuomba ujira. Soma kitabu cha Ayubu sura 29 aya 15 hadi 16, Injili ya Mathayo sura 25 aya 31 hadi 46, na Injili ya Luka sura 17 aya 7 hadi 10. Sifa ya tatu, mwenye moyo wa sega la asali anatoa machozi, kuonyesha kuguswa na wenye shida. Papa Francisco anasema, na nukuu, kama unaweza kulia machozi kwa jinsi hiyo, utaweza kuona na kuwasaidia wengine toka moyoni. Mwisho wa kunukuu kutoka Christus Vivit namba 76. Sifa ya nne, mwenye moyo wa sega la asali anatoa damu safi na salama kwa mabenki ya damu, hospitalini, kwa ajili ya wagonjwa na majeruhi na kadhalika. Sifa ya tano, mwenye moyo wa sega la asali hutoa maisha yake. Biblia inasema, na nukuu, sisi tumepata kujua upendo ni nini, kwani Kristo aliyatoa maisha yake kwa ajili yetu, nasi vile vile tunapaswa kuyatoa maisha yetu kwa ajili ya ndugu zetu. Mwisho wa kunukuu kutoka barua ya kwanza ya Yohane sura ya 3 aya 16. Sifa ya sita, mwenye moyo wa sega la asali humuiga Mungu katika upendo na huruma yake kuu. Soma waraka wa Mtume Paulo kwa Efeso sura ya 5 aya 1 hadi 2. Sifa ya saba, mwenye moyo wa sega la asali huzaa, hulea na kutoa watoto wake kwa miito ya upadre na utawa, kama Abrahamu alivyomtoa Isaka mwanaye pekee sadaka. Soma kitabu cha Mwanzo sura 22. Sifa ya 8, mwenye moyo wa sega la asali humpa Mungu utii. Soma kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 5 aya 29. Pia humpa Mungu kadiri alivyompa baraka. Soma kitabu cha Sira sura ya 7 aya 31
na sura ya 35 aya 12. Sifa ya 9, mwenye moyo wa sega la asali kwa adui humpa upendo. Humpa upendo kama nyuki au sega la asali linampa upendo yule alikuja kuangamiza mzinga kupata asali, kuiba asali. Naendelea kumpa upendo. Soma kitabu cha Methali sura 25 aya 21 hadi 22. Sifa ya 10, mwenye moyo wa sega la asali kwa mpinzani humpa nini? Uvumilivu. Soma Injili ya Mathayo sura ya 10 aya 22. Sifa ya 11, mwenye moyo wa sega la asali kwa rafiki humpa nini? Sikio. Soma kitabu cha Sira sura ya 6 aya 5 na aya 14 hadi 17. Sifa ya 12, mwenye moyo wa sega la asali kwa mtumishi humpa haki yake. Soma kitabu cha Methali sura ya 31 aya 8 hadi 9 na kitabu cha nabii Mika sura ya 6 aya 8. Sifa ya 13, mwenye moyo wa sega la asali kwa watoto huwapa nini? Malezi bora. Soma kitabu cha Sira sura ya 30 aya kwanza hadi ya 13. 14, mwenye moyo wa sega la asali kwa baba humpa nini? Heshima. Soma kitabu cha Kutoka sura ya 20 aya 12 na kitabu cha Sira sura ya 3 aya kwanza hadi ya 16. Sifa ya 15, mwenye moyo wa sega la asali kwa mama yake humpa tabia ambayo itamfanya ajivune kwa kukuzaa, kukulea na kukutunza. Soma kitabu cha Kutoka sura ya 20 aya 12 na kitabu cha Sira sura ya 3 aya kwanza hadi 16. Sifa ya 16, mwenye moyo wa sega la asali kwake yeye mwenyewe hulipa hadhi jina lake, kwani litadumu kuliko hazina 1000 za dhahabu. Soma kitabu cha Sira sura ya 41 aya 12. Sifa ya 17, mwenye moyo wa sega la asali kwa watu wema huwapa msaada na asante. Soma kitabu cha Sira sura ya 12 aya 7. Sifa ya 18, mwenye moyo wa sega la asali kwa kazi ya Mungu na kanisa hutoa 10% ya zaka, sadaka, matoleo na mavuno. Soma kitabu cha Sira sura ya 7 aya 29 hadi 32 na sura ya 35 aya 10 hadi 15 na barua ya kwanza ya mtume Paulo kwa Korinto sura 16 aya ya 2. Sifa ya 19, mwenye moyo wa sega la asali hutoa bila kuhesabu gharama au kuangalia atafaidi nini katika kutoa kwake. Soma kitabu cha Tobiti sura ya 4 aya 7 hadi ya 10. Sifa ya 21, mwenye moyo wa sega la asali kwa marehemu wote wapa ukarimu wake wa kuombea katika misa, ibada, dua, sala na sadaka. Soma kitabu cha Sira sura ya 7 aya 33. Moyo mtakatifu wa Yesu ni mfano
kamili wa kuigwa wa moyo wa sega la asali. Soma waraka wa Mtume Paulo kwa Waefeso sura ya 5 ya kwanza hadi ya pili. Waraka wa Mtume Paulo kwa Filipi sura ya 2 ya kwanza hadi ya 11, na barua ya kwanza ya Yohane sura ya 4 aya 7 hadi ya 21. Baada ya tafakari hiyo fupi ya moyo wa nazi, moyo wa sponji na moyo wa sega la asali, nikuulize, je, moyo wako ni wa aina gani? Moyo wako ni wa aina gani? Umesinzia. Ni moyo wa nazi? Kama ni wa nazi, basi ulazimishe utoe na ujitoe. Ni moyo wa sponji? Kama ni moyo wa sponji, ukamue. Ni moyo wa sega la asali, ukumbatie. Au una mioyo yote kwa mpigo mitatu, mchanganyiko ndani ya moyo wako, hawezi kujua we ni nazi, ni sponji, ni sega la asali. Ni kama kinyonga tu, hali ya hewa. Unaendana na hali ya hewa, una msimamo katika upendo, kama kinyonga. Uwe na msimamo kwamba mimi ni moyo wa sega la asali. Kama unaamua kuwa moyo wa nazi, basi endelea kuwa nazi, usubiri kugongwa. Kama we ni sponge, endelea kuwa hivyo, tukukamue. Wewe. Yani, kwa hiyo basi kumbuka, kama nini sui isije kwa ni vigumu kuchambua na kufanana moyo fulani. Sisi tunao kama zabaoni, watu tunao vituko wakati mwingine vya kutawanya kwenye sala zetu. Ni viongozi walitulia, moyo mnasimamia vizuri ili tulia. Kuna moyo fulani aliingia kanisani. Pale kanisani daima kitunga kilikuwa kinabaki pale tangu mwanzo wa misa. Sasa wakati misa inaanza, watu wameshajipanga hivyo, sio alikuwa kwenye Bwana uturumia au na kungamia Mungu Mwenyezi. Basi moyo akachomoka huko, akaleta sadaka yake kwenye kitunga, kapiga goti, karudi kwenye nafasi yake. Tukaendelea kusali, sadiki, maombi. Ikafika wakati wa sadaka. Tangazaji akatangaza kutoa maelekezo, kutoa sadaka, toa ndugu. Basi alipoanza kutoa maelekezo hayo, moyo huyo akachomoka huko tena, akaja kwenye kitunga kuondoa sadaka yake, akarudisha mfukoni, akarudi. Sadaka yako ilishaombewa, ileta sadaka yako iombewa, akarudi nayo bwana, hatujaipata mpaka leo. Sasa leo inakuwa namna hiyo. Basi tumombe Mungu aturumie kwa kuwa na mioyo ya nazi, aturumie kwa kuwa na mioyo ya sponji ya kukamuliwa. Na daima tunahimizwa kuchota mapendo ya sega la asali tunapohudhuria misa kila siku. Kwenye misa ndimo tunaambukizwa upendo, kama tulivyoimba, turaijaga kile kuwabwa ukaristia kwiyamu engonzi zingi
namani ngokukolagi. Mesikia hapo? Sema tutakuja kila siku kupokea Ekaristi, humo kuchota upendo mwingi na nguvu za kufanya vema. Ndio hiyo. Unapohudhuria misa, Yesu anakuambukiza upendo wake, na wewe unaanza kujitoa kama alivyojitoa na kutimiza hizo sifa 20 za seka la asali. Kwa hiyo basi tumombe Bwana Yesu atuhurumie.